Sitokusahau sehemu ya 10 na ya mwisho. Karibu katika mwendelezo wa simulizi inayokwenda kwa jina la Sitokusahau. Simulizi iliyobeba historia ya kweli ya maisha ya mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Violet Petro, mkazi wa mkoani Tabora katika kata ya Mbogani, mtaa wa Usule. Simulizi hii imejaa visa na mikasa ya kusisimua, simulizi inayoelezea mapenzi pamoja na usaliti, maumivu ya usaliti yaliyopelekea mwanamke huyu Violet kupata ulemavu wa kudumu katika maisha yake, ingali alizaliwa akiwa mzima wa afya na viungo vyake vyote vya mwili vikiwa vimekamilika. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Daniel ameamua kumwambia ukweli Violet kwamba hata hivyo wazazi wa Daniel walipogundua kwamba Daniel ameoa mwanamke ambaye tayari ana watoto wawili, wakamkataa. Walikasirika kusikia taarifa zile, hawakupendezwa na taarifa zile, hivyo walimtaka Daniel aweze kuoa mwanamke mwingine ambaye hana mtoto. Kwa hiyo Daniel, ili asiendelee kumuumiza zaidi Violet, akaamua mdanganye Violet kwamba anaenda jijini Dodoma kwa ajili ya kutafuta maisha. Lakini kwa kuwa Violet alimwamini, na alimwamini kwa moyo mmoja, akiamini kwamba yule ni mume wake wa ndoa, ni mume ambaye wanashirikiana kwa kila hali, kwenye shida na raha. Kwa hiyo akaamua kuuza mashamba ambayo alikuwa nao Violet ili ampatie mtaji mume wake Daniel, akaanze maisha upya huko jijini Dodoma, na kama akifanikiwa basi aje amchukue huko Violet kwa sababu alimwacha jijini Mwanza. Basi Violet anasema maneno yale yalimuuma sana. Aliumia ni kwa sababu alimpa moyo wote Daniel. Aliamini kwamba Daniel ndiye ambaye atakuwa mwanaume wake wa mwisho katika maisha yake, kwa sababu hakutaka tena kuwa na mwanaume mwingine zaidi ya Daniel. Violet anaendelea kutueleza. Anasema, nilimwahidi Daniel kwamba Ijumaa ijayo nitaenda kuchukua vitu ambavyo tuliweza kuchangia kwa pamoja, ikiwemo kugawana pesa ambazo niliuza mashamba yangu kwa ajili ya kuweza kufungulia biashara huko jijini Dodoma, na Daniel alikubaliana na hali ile. Basi nikampigia dadangu simu ili nimweleze hali halisi iliyotokea baina yangu mimi pamoja na Daniel. Dadangu akaniambia, pole sana mdogo wangu, pole kwa yote ambayo yanakukuta. Yaani kwa umri wako hukustahili kupata mambo mazito na magumu kama haya, hukustahili kupita katika njia hiyo mdogo wangu. Lakini hata hivyo sijui ni kwa nini mama anaendelea kukandamiza kwa mwanaume ambaye hakupendi, hajionyeshe thamani kwako, mwanaume ambaye amekwambia ukweli kwamba yeye hayuko tayari kuishi na mwanamke kama wewe, mwanamke ambaye tayari una watoto. Dada yangu akaniambia, mdogo wangu Violet, ikiwa kuna mtu ambaye haonyeshi juhudi kuwa na wewe, usifanye juhudi kuwa na yeye, kwani kila kilichopangwa kuja kitakuja, na kila kilichopangwa kuondoka basi kitaondoka, na kilichopangwa kubaki basi kitabaki tu. Ipo siku mdogo wangu utasahau yote magumu ambayo unayapitia. Siku zote huwa nakwambia kwamba usiwe mtumwa wa mapenzi, usiwe limbukeni wa ndoa. Kama ndoa imekushinda na mwanaume anaonyesha dhahiri kwamba hakutaki, amefanya kila njia ili mradi tu aweze kukukwepa, lakini wewe kwake umekuwa kama king'ang'anizi. Unakumbuka kuna siku mdogo wangu nilikwambia kwamba ni bora nusu shari kuliko shari kamili. Ni bora ukarudi nyumbani ukiwa mzima kuliko tukaja kupokea mwili wako ukiwa kwenye sanduku Violet. Kama mambo yamekushinda, unaweza ukachana naye wewe mwanaume, ukaenda kuendelea na maisha yako mengine kabisa. Sio lazima uje hapa nyumbani kama mama amekunyanyapaa, amekutenga hapa nyumbani eti kwa kigezo cha ndoa, na ndoa yenyewe mwanaume hakutaki. Kwa nini usiende kupanga nyumba nyingine mdogo wangu? Nikamwambia dada, ndio dada, nimekuelewa. Hata mimi nimefikiria jambo hilo. Ninachotaka kwenda kwa sasa ni kwenda kuchukua pesa zile ambazo nilimpa Daniel kwa ajili ya kuanzisha biashara, kwa sababu unajua mdogo wako fika kwamba kwa sasa sina hata 100, sina pesa yoyote ambayo naitegemea, wala sina mradi wowote ambao nautegemea. Tumaini pekee lililobaki ni hiyo pesa kidogo ambayo ipo kwa Daniel. Kwa hiyo nimemwahidi Ijumaa kwamba nitaenda jijini Dodoma kwa ajili ya kuchukua pesa na tugane vitu ambavyo vimebaki. Kama ikiwezekana kuuza basi tutauza, na kama ikishindikana kuuza basi kidogo ambacho atakuwa nacho atanigawia na mimi nijue ni namna gani ya kuanza biashara yangu. Dada akaniambia sawa mdogo wangu, pole sana. Nikamwambia sawa dada, haina shida.
Asante sana dadangu kwa ushauri. Na kushukuru wewe dadangu pamoja na babangu kwa kuwa bega kwa bega na mimi. Mmetambua maumivu ninayopitia, mnatambua hisia zangu, mnatambua ni kipindi gani ambacho nakipitia kwa wakati huu. Asanteni sana ndugu zangu. Mama sijui amekumbwa hata na upepo gani, hata amesahau mazuri yote niliyomfanyia mimi binti yake. Nimefanya kila njia, nimefanya juhudi zote, hadi sasa mnaishi maisha hayo ambayo mnaishi saizi. Ina maana mama amesahau yote haya. Ina maana mama yangu, thamani yangu kwake nikiwa tu na kitu, nisipokuwa na kitu sina thamani tena kwake. Kama mama yangu amenitenga, ni nani ambaye anaweza kukubali kunikumbatia Violet mimi? Dadangu akasema, hapana mdogo wangu, siseme hivyo. Sisi ndugu zako tuko hapa. Mama pia ni binadamu. Huenda kuna kitu ambacho kinamchanganya katika akili yake. Msamee tu bure. Ipo siku atakaa sawa na atajutia yote ambayo anakuambia saizi. Niamini mimi mdogo wangu. Nikamwambia sawa dada, asante. Basi nikaagana na dada, nikaendelea kupumzika pale nyumbani huku nikiwa na mawazo mengi. Ukizingatia nafanya kazi ngumu sana. Napita katika majumba ya watu kwa ajili ya kufanya vibarua. Najishughulisha na kazi mbalimbali. Sichagui kazi Violet mimi. Mtu akinipa akufua nipo, kuosha vyombo nipo, kudeki nipo, kufanya usafi wa mazingira nipo. Nilikuwa nafanya yote haya ili mradi tu nipate chochote kitu kwa ajili ya kuweza kujijenga upya. Nilitambua kwamba katika ulimwengu huo niko peke yangu. Inabidi nijisimamie mimi kama mimi katika maisha yangu, kwa sababu wote ambao nawategemea hawajawa msaada kwangu. Afadhali hata babangu pamoja na dadangu, wao wananipa ushauri tu, lakini wakati mwingine siwezi kula ushauri pekee. Inabidi nipambane, nitafute pesa, nipate pesa ya matumizi ili mambo mengine yaende sawa. Basi wakati nimejipumzisha usiku, simu ya Dani iliita. Nilipokea simu ile. Dani akaanza kuongea na mimi. Violet. Nikamwambia ndio Dani. Akaniambia bado una hasira na mimi? Nikamwambia hapana Daniel, sina hasira na wewe. Kwa nini niwe na hasira na wewe Daniel, wakati umeniambia ukweli wa moyo wako? Akaniambia sawa. Unajua najisikia vibaya sana ukizingatia wewe ni mwanamke mzuri sana. Unajua mbali na upambanaji Violet, wewe ni mwanamke mzuri sana. Yaani najutia, najisi vibaya kukuacha mwanamke mrembo kama wewe eti uende kwa mwanaume mwingine. Najisikia vibaya sana. Lakini nitafanyaje? Kwa sababu kwa sasa mimi nataka kuwafurahisha wazazi wangu. Lakini pia hata kama nilisema sikupendi, upande mwingine wa moyo wangu unaniambia kwamba nakupenda sana Violet, kwa sababu nimegundua kwamba wewe ni mwanamke mpambanaji. Basi kama wewe ulikuwa ni chaguo langu sahihi, ipo siku Mungu atanionyesha majibu yaliyokuwa sahihi. Nikamwambia Daniel, haina shida kwaza yote hayo Daniel, kwa sababu mimi nimekubali. Kwa sababu mimi na wewe hamna kitu chochote ambacho tumebakiza baina yetu. Labda ni makaratasi tu hayo ya ndoa. Lakini ungenipa tu talaka ili niwe huru na maisha yangu. Unajua Daniel, tayari mimi Violet nilikuwa najua kabisa kuwa mimi sio kitu tena kwako, wala sina umuhimu wote kwako. Lakini ningewezaje kuwa mbali na wewe wakati tayari moyo wangu ulikuwa umeshaamini juu ya upendo wako. Moyo wangu ulikuwa unanionyesha bado nakupenda. Lakini kwa sasa moyo wangu umeshakufa ganzi, haupendi tena. Moyo wangu hauna tena chembe za upendo. Sijui ni mwanaume gani ambaye atakuja kwangu Violet mimi nikamkubali. Sijui mwanaume gani ambaye atakuja kuniambia neno zuri ambalo litanifanya nimkubalie. Wanaume nyinyi mmejua kunichezea akili yangu. Nyinyi wanaume mmejua kuniharibia maisha yangu. Unajua Daniel, kuna muda Violet mimi naona hata sina thamani ya kuendelea kuishi. Maana sina bahati kwa kila kitu, zaidi ya kuwa mtu mwenye maumivu tu muda wote. Sijui hata ni kwa nini. Lakini kila penye baya basi kuna mazuri yalianza. Nikwambie tu kabla ya kuachana mimi na wewe Daniel, nataka nikwambie kwamba asante kwa kuja katika maisha yangu. Asante kwa kunifanya nitabasamu na kucheka. Japokuwa ulikuwa ni muda mfupi, lakini asante kwa kunijali na kwa kunikubali kwa kipindi hicho cha muda mfupi tulioishi mimi pamoja na wewe. Sitosahau ulivyonifanya niwe na furaha, maana wewe ndio ulikuwa aina ya mtu niliyetamani kuwa naye milele. Sio tu nimekupoteza wewe, bali nimepoteza sehemu ya maisha yangu Daniel. Unajua kitu kingine Daniel, samahani kwa hayo yote ambayo nakwambia, lakini nakwambia tu ili mradi niweze kupoza maumivu yangu. Nakwambia tu kwa hizi siku chache, lakini hutokuja tena kusikia maneno haya ambayo nakwambia sasa.
hautakuja kusikia. Daniel, unajua niliumia sana ulipoamua kuchukua maamuzi ya kuachana na mimi, huku ukijua kabisa kuwa mimi nakupenda na bado nahitaji kuwa na wewe. Lakini niliamua tu nikuruhusu uondoke, kwa sababu hata ningekuforce ubaki, bado nisingebadili chochote kuwa hapo awali uliamua kuniacha. Daniel, nimekukumbuka sana. Nimekukumbuka sana mume wangu. Nimekukumbuka, pia siwezi kuacha kufikiria juu yako. Maana kila mtu ana mtu mmoja maalumu anayempenda, na kwangu mimi mtu mwenyewe ni wewe Daniel. Tafadhali, naomba nipe neno zuri la mwisho ambalo litanifanya nikuache kwa amani Daniel. Daniel akaniambia, "Oh Violet, pole sana. Maneno yako yananiumiza sana Violet. Yananifanya nijutie hichi ambacho nimekifanya. Naumia sana kuwa mbali na wewe, kwa sababu wewe ndiye mtu pekee uliojali hisia zangu na ulionyesha ni jinsi gani nastahili kupendwa. Natamani sana kurudi katika mikono yako, lakini tayari nimeshaharibu na tayari nitaendelea kukuumiza, kwa sababu huyu mwanamke ambaye naishi naye tayari nimechaguliwa na wazazi, na wazazi waliniambia kwamba nikimwacha huyu mwanamke watanitenga katika ukoo. Kwa hiyo siko tayari kupoteza ndugu zangu Violet. Naomba nielewe. Najua kabisa Violet, mimi sio chaguo la kwanza wala la pili kwako, lakini naomba usije kwangu kwa sababu ya kunionea huruma au mimi nikuonea huruma. Mapenzi hayahitaji huruma, yanahitaji upendo wa dhati kutoka moyoni." Unajua Violet, kuna kitu kimoja ambacho unatakiwa kukifahamu. Kuna wakati mwingine itakubidi ufanye maamuzi ambayo yatakuumiza sana moyo wako, lakini sio kuendelea kuwa mtumwa wa mapenzi kwa mtu ambaye hata uwe mzuri vipi kwake bado hawezi kuona thamani yako kwake. Ni mengi ambayo nimekufanyia mabaya hadi najuta, ni mengi. Naogopa kuendelea kukuumiza Violet. Nikamwambia sawa Daniel. Sawa. Huenda Daniel, labda huenda juhudi zangu hazikutosha kukufanya ubaki na mimi, lakini ndani kabisa ya moyo wangu nilikupenda sana na nilitamani sana angalau ubaki na mimi. Ni vigumu sana kupata usingizi wakati akili na moyo wangu una mawazo juu ya mtu ambaye nampenda, ambaye ni wewe. Wakati huo yeye hakupendi na wala hawezi kuwa tena na wala hawezi kuwa tena sehemu ya maisha yako, na wala hawezi kuwa tena sehemu ya maisha yangu. Sijui ni nini kinachonisumbua, maana kila mtu anaondoka, kila mtu ananidanganya na kila mtu ananisahau. Baadaye wananiacha nikiwa na maumivu. Na hivyo ndivyo ambavyo nimeumbwa Violet mimi, kwa ajili ya kuteseka. Basi Daniel akaniambia, sawa Violet, pole kwa maumivu. Itakubidi unisahau. Sahau mazuri yote ambayo nimeyafanya mimi na wewe. Kumbuka tu mabaya yangu ambayo nimeweza kukufanyia. Hiyo itakusaidia kunichukia na kunisahau kiurahisi sana. Unajua kitu ambacho unakikosea Violet, ni kukumbuka tu nyakati nzuri ambazo tumeishi mimi na wewe. Ndio maana inakuwa vigumu sana kunisahau. Kumbuka yale mabaya yote ambayo nimekufanyia. Kumbuka nilivyokuumiza. Kumbuka mimi ndiye ambaye nimekuwa chanzo cha wewe kukufilisi. Sawa Violet. Nikamwambia sawa Daniel, asante kwa ushauri wako. Basi hiyo wiki ijayo mimi nitakuja tugawane hivyo vitu. Akaniambia sawa, karibu. Basi usiku ule nililala. Ilipofika asubuhi mama yangu akanipigia simu. Akaniambia, Violet, vipi sasa? Mmeishana vipi na huyo mume wako? Nikamwambia mama, Daniel msimamo wake ni ule ule, kwa sababu mwanamke ambaye anaishi naye ni chaguo la wazazi wake, na wamempa chaguo kwamba achague kuwa na mimi au yule mwanamke. Na kama akichagua kuwa na mimi, basi familia yake na ukoo wake mzima watamtenga kwa ajili yangu. Kwa hiyo nimeamua tu nimwache ili nisije nikaweka mtafaruku katika familia yake. Mama akaniambia, una akili kweli wewe mtoto? Yaani unachagua familia ya mwanaume baada ya kumchagua mume wako? Hiyo familia ndio ambayo itakuwa inakulisha, ndio ambayo mtakuwa mnashirikiana kwenye shida na raha, ndio ambayo mtakuwa mnashirikiana kutafuta pesa. Hivi mwanangu, mbona ujiongezi wewe? Ndio maana saizi hata huku pesa za matumizi uleti. Ni kwa sababu ujielewi Violet. Sijui umekumbwa na nini. Nikamwambia mama, hivi siku ukaja kusikia Violet, mimi nimeng'ang'ania katika ndoa ambayo haina thamani kwangu, haina manufaa kwangu, na nimeumia kupitia ndoa hiyo. Mama, utajisikiaje? Hivi siku ukaja kusikia kwamba mimi binti yako nimefariki kwa sababu nilikuwa nang'ang'ania ndoa ambayo ilikuwa na maumivu makali kwangu. Mama, mbona mlolongo mzima hali ya ndoa yangu unaijua? Ni jinsi gani ambavyo naumia mamangu. Wewe ndiye mtu pekee ambaye
nilikuwa nakutegemea kwa ushauri na kwa kila kitu. Kila kitu ambacho ulikuwa unaniambia nikifanye, nilikifanya mama yangu. Ni kipi ambacho uliniambia sijakifanya kwa mume wangu? Hata mume wangu pia nilimwambia kwamba aniambie kitu gani ambacho anakitaka kutoka kwangu mimi Violet, ili niweze kukifanya kwa ubora na kwa usahihi zaidi, aendelee kubaki katika mikono yangu. Lakini bahati haikuwa kwangu mama. Tatizo kubwa ambalo linamsumbua Daniel ni mimi kuwa na watoto mama. Akaniambia ndio ukome kuzaazaa ovyo ovyo, unazaazaa tu kama sungura. Sasa sikiliza Violet, hayo maneno yako yote ambayo unaniambia sijui mama kalikwenda kalirudi kakawa, sitaki kuyasikia. Unachotakiwa kukifanya wewe, nenda huko kwa mume wako, mfuate muyaongee vizuri, kwa sababu unajua maneno ya mbali hayajengi. Wahenga walisema fimbo ya mbali haiui nyoka. Kuna namna ambavyo unaweza ukaongea na mume wako mkiwa karibu na mkayamaliza hayo yote ambayo mnayapitia. Nikamwambia sawa mama, lakini naamini kuna kitu ambacho nakitafuta kutoka kwangu. Kuna maumivu makali ambayo nataka niyapitie zaidi ya haya ninayoyapitia. Nafikiri mama, hiyo ndio itakuwa furaha yako, kwa sababu Daniel kuna siku aliwahi niambia kwamba atakuja kunifanyia kitu kibaya ambacho sitakuja kukisahau katika maisha yangu, kwa sababu namfuatafuata na ninamng'ang'ania kana kwamba hakuna wanaume wengine. Mama kaniambia hayo ni maneno tu ya mfamaji, hachoki kutapatapa. Wewe nenda, yule ni mume wako, hawezi kukuacha kirahisi rahisi hivyo. Nikamwambia sawa mama, mimi nitaenda. Ilikuwa sekunde, ikawa dakika, ikawa saa, ikawa siku, hatimaye wiki ikafika. Hiyo siku ya Ijumaa nikawa nawasiliana na Daniel ili niweze kumfuata huko jijini Dodoma kwa ajili ya kwenda kuchukua vitu vyangu na kugawana ile pesa ambayo tuliuza mashamba kwa ajili ya kuanzisha biashara. Basi nikajiandaa. Watoto wangu niliwapeleka nyumbani kwetu ili mimi niende nikamalizane na Daniel. Tuliongea vizuri kabisa, lakini wakati naendelea kuongea na Daniel pia nilikuwa naongea na yule mke wake. Yule mke wake aliniambia ni kweli kwamba Daniel amechaguliwa na wazazi wake na mwanamke huyo anampenda sana Daniel kwa kuwa wamekuwa naye tangu utotoni. Nikaona ni sawa nisiwe chanzo cha kuweza kuleta mtafaruku katika ndoa yao, ukizingatia wote wamekutana hawajawahi kuzaa. Kwa hiyo ikabidi nikubaliane na ukweli. Basi tukaendelea kuwasiliana na Daniel njia nzima wakati naelekea jijini Dodoma. Nilipofika pale jijini Dodoma, Daniel alimpa dereva bodaboda maelekezo aje anifuate pale. Basi yule dereva akanifuata pale stendi. Yule dereva alipofika akaniambia kwamba amepewa maelekezo na Daniel kwamba kuna sehemu ambayo anatakiwa kunipeleka. Basi nilikubali kwa kuwa mimi nilikuwa ni mgeni pale jijini, nisingekuwa mbishi. Basi moja kwa moja tukaelekea katika nyumba ya kulala wageni. Nikampigia Daniel, nikamwambia mbona Daniel nimefikia guesti, mimi nilifikiri nitafikia kwako. Akaniambia hapana Violet, huwezi kufikia nyumbani kwangu kwa sababu pale nyumbani naishi na mke wangu na itakuwa ni picha mbaya, itaonyesha kwamba nimemdharau hadi kumletea mwanamke mwingine pale, akati anajua fika kwamba wewe ulikuwa ni mwanamke wangu. Nikamwambia sawa, kwa hiyo hivyo vitu na hizo pesa tunagawana lini? Akaniambia subiri, hata usiwaze, mimi nakuja hapo ili tuongee vizuri. Nikamwambia sawa. Basi mimi nikawa namsubiri Daniel. Sijui Daniel alikuwa anawaza mambo gani katika kichwa chake. Basi ilifika mida ya saa 3 usiku, Daniel alikuja. Akaniambia Violet, karibu. Nikamwambia asante. Akaniambia pole na safari. Nikamwambia asante. Akaniambia umekula? Nikamwambia hapana, tangu nimefika sijala. Akasema basi ngoja nikuagizie chakula. Basi Daniel akaenda sehemu ya mapokezi akaagiza chakula. Wakati ameagiza chakula, sisi tukaendelea na maongezi. Akaniambia Violet, unajua wakati tunazungumza kwenye simu nilikuwa naongea vile ili niweze kukuumiza moyo wako uchoke kunipenda, lakini ukweli ni kwamba Violet, nakupenda sana. Angalia ulivyo mwanamke mzuri. Violet, wewe ni mwanamke mzuri sana. Nikamwambia asante kwa uzuri wangu, lakini hapa sijafuata unipe sifa za uzuri. Nimefuata tuweze kuzungumza kile ambacho kimenileta, kwa sababu wewe tayari ni mume wa mtu sasa. Akaniambia hapana bwana, hatuwezi kuongea hivi. Kumbuka mimi na wewe tayari tulishakuwa mwili mmoja na siwezi nikakuaga hivi hivi. Nikamwambia unasemaje Daniel? Yaani pamoja na yote ambayo umenifanyia unaniambia uwezi kuniaga hivi hivi, hatuwezi kuachana hivi hivi, unamaanisha nini? Akaniambia hapana bwana, wewe ni mtu mzima, utakuwa umenielewa. Nikamwambia hapana, mimi sio mjinga tena Daniel, sio mjinga. Basi wakati naendelea kuongea na Daniel, mama akapiga simu. Nikapokea. Mama akaniambia Violet, vipi? Umefika salama mwanangu? Nikamwambia ndio mama, nimefika salama.
Akaniambia, "Oh, umemkuta Daniel?" Nikamwambia, "Ndio nimemkuta, lakini sijafikia nyumbani kwake. Nimefikia guest, nyumba kulala wageni." Akaniambia, "We nawe acha haraka. Sasa wewe unataka uende kwenye nyumba ya mwenzio wakati unajua kabisa amekwambia anaishi na mwanamke." Nikamwambia, "Oh mama, kwa hiyo unaona hicho ni sahihi?" Akaniambia, "Mimi naona yuko sahihi." Nikamwambia, "Okay, sawa." Akaniambia, "Daniel yeye yuko wapi?" Nikamwambia, "Niko naye hapa." Akaniambia, "Haya, mpe simu niongee naye." Nikamwambia, "Sawa." Nikamwambia, "Daniel, chukua simu, mama anataka kuongea na wewe." Akaniambia, "Nitaongea nini na mama? Mpaka najisikia vibaya." Nikamwambia, "Wewe ongea naye tu." Basi Daniel akachukua ile simu kisha kaongea na mama. Mama akamwambia, "Daniel mwanangu, haujambo?" Daniel akamwambia, "Sijambo mama, za huko?" Mama akamwambia Daniel, "Ni nzuri tu mwanangu. Vipi unaendeleaje?" Daniel akamwambia, "Naendelea tu salama mama." Mama akasema, akasema, "Kuna story ambayo mwenzio ameniambia, ni ya kweli hayo?" Daniel akasema, "Ndio mama, ni ya kweli, lakini ni maamuzi ya wazazi, sijataka niwakwaze wazazi wangu." Mama akaniambia, "Sawa mwanangu, lakini mimi najua wewe ni mtoto wa kiume. Huyo pia ni mke wako. Sawa mwanangu. Kwa hiyo wewe fanya kila njia uweze kumrudisha mke wako katika mikono yako. Kama unaweza, hiyo ndo nafasi iliyobakia." Daniel akasema, "Sawa mama, asante." Mama akasema, "Sawa, haya mpe Violet simu niongee naye." Basi Daniel akanipa simu. Nikamwambia, "Ndio mama." Mama akaniambia, "Sasa hiyo ndo nafasi ya kuweza kuongea vizuri na mume wako. Fanya kila kitu ambacho nimekufundisha mimi mamako. Usiniangushe. Yaani fanya kila kitu mpaka Daniel amsahau yule mke wake ambaye amechaguliwa na wazazi wake." Nikamwambia, "Sawa mama, nimekuelewa." Basi baada ya mama kukata simu, Daniel akaniambia, "Hivi mamako anakutakia mema kweli?" Nikamwambia, "Kwa nini Daniel?" Akaniambia, "Yaani pamoja na yote ambayo yametokea baina yetu, bado anahitaji nikurudishe." Nikamwambia, "Achana na mama, unajua mama tayari na uzee umeshaanza kuingia. Kwa hiyo wakati mwingine si mawazo yake." Akaniambia, "Sawa. Kwa hiyo mke wangu Violet, mimi nafikiri kwa sasa tupumzike kwanza. Alafu kisha asubuhi twende nikupeleke nyumbani. Na nikisha kupeleka nyumbani, kwa sababu na pesa zingine ziko nyumbani, nilimwambia yule mwanamke kwamba pesa zile ni za kwako. Kwa hiyo asije akaona kwamba nimezitoa pesa hizi kwa ajili ya kuja kuzitumia. Kwa hiyo nataka twende ili akaone kabisa ninavyokukabidhi zile pesa." Nikamwambia, "Sawa, haina shida." Basi mhudumu akaleta chakula tukala, kisha tukalala. Siku ile nililala mimi pamoja na Daniel katika nyumba ya kulala wageni, nikimaanisha guest. Basi asubuhi ilipofika kwenye mida kama ya saa 10 hivi, Daniel akaniamsha. Akaniambia, "Violet, unajua kuna sehemu ambayo nilikuwa natakiwa kwenda asubuhi saa 11. Hivyo nilikuwa naona kwamba ni vyema tuondoka saa hizi kwa ajili ya kwenda kugawana hivyo vitu pamoja na pesa ili mimi niendelee na mishe zangu." Nikamwambia, "Ndo saa hizi Daniel, kwani usisubiri hata ifike saa 12? Kwa sababu nikiangalia saa ni saa 10 na dakika 18. Akaniambia, "Hapana Violet, inabidi tuwahi tuondoke ili tukamilisha haya mambo na wewe kaendelea na maisha yako." Nikamwambia, "Sawa, basi haina shida, ngoja nijiandae." Basi nikaingia bafuni nikaoga, na Daniel akaingia bafuni akaoga. Yaani sijui Daniel alinipumbaza vipi mpaka kila kitu ambacho akanaongea nikawa namkubalia tu. Basi baada ya kujiandaa tukaanza kuondoka. Tukaongozana mimi na Daniel. Mimi nikiwa mbele, Daniel akiwa nyuma yangu. Tukawa tunapita njia moja hivi. Njia ile ilikuwa inatisha sana. Njia ile inaonekana wapita kwa miguu huwa anapita kwa nadra sana. Nikaa namwambia, "Daniel, ina maana unakaa sehemu hatarishi namna hii? Kwa nini tusimwite dereva bodaboda?" Daniel akaniambia, "Hamna Violet, hata sio mbali sana. Kumwita bodaboda ni matumizi mabaya ya pesa. Wewe twende tu." Basi tukaongozana. Tulipofika sehemu, kulikuwa na kichaka kimoja ambacho kilikuwa kimeshonana sana. Kichaka kile kilikuwa kinatisha sana. Hadi nikaanza kuingiwa na wasiwasi. Roho nyingine ikawa inaniambia, "Violet, unajiamini vipi kutembea na mwanaume huyu ambaye kuna siku alikwambia kwamba atakufanyia kitu kibaya ambacho utakuja kusahau katika maisha yako, na anakupitisha njia hatarishi namna hii, wakati pembezoni nikiangalia kuna barabara kubwa tu ambayo tuingeza kupita na tukatokea hiyo sehemu ambayo alikuwa anaisema, lakini njia ambayo tulikuwa tunapita ilikuwa inakinzana kabisa na barabara kubwa tena yenye mataa. Kwa nini alinipitisha sehemu inayotisha namna hii?" Basi wakati nawaza hayo, akili moja ikaniambia nikimbie. Basi wakati najiandaa kukimbia, nilishtukia tu nimepigwa na kitu kizito kichwani kwangu. Nikaanza kuona kizunguzungu, huku nikisikia maneno ya Daniel yakiniambia kwamba, "Mshenzi mkubwa wewe. Mwanamke gani usiyojua kusikia?
Nimekwambia nimekuacha. Mama yako anang'ang'ania uwe na mimi. Mnataka mje mnifie. Sasa hii ndio safari yako ya mwisho." Basi baada ya maneno hayo, wakati naendelea kusikiliza maumivu alionipiga na kitu kizito kichwani, akaniongezea tena kunipiga na kile kitu ambacho aliweza kunipigia. Baada ya hapo nikapoteza fahamu. Sikufahamu nini kingine ambacho kilikuwa kinaendelea baina yangu. Kufika mida ya saa 1 asubuhi, nikaanza kusikia kelele za watu, lakini nikawa nahisi maumivu makali kichwani mwangu pamoja na machoni. Ile kufumbua macho, nikaona macho yangu hayaoni tena. Nikaanza kupiga kelele huku nikipapasa pembeni. Nililia sana. Nililia huku nikiomba msaada. "Jamani, naombeni mnisaidie. Nisaidieni jamani. Nakufa, nisaidieni wananchi. Naombeni mnisaidie. Niko chini ya miguu yenu jamani. Nina watoto Violet mimi. Watoto wangu watabaki na nani? Sijui niko wapi hapa." Ghafla nikasikia watu wakiwa wanapita huko wakianza kushangaa. Wengine wakanipa, jamani dada pole, nini ambacho kimekutokea?" Wengine wakibishana kwamba wanipeleke kwanza hospitali, lakini ghafla wakapiga simu katika uongozi wa serikali ya mtaa. Na uongozi ulivyofika pale, kiukweli mimi nilikuwa sioni. Macho yangu yalikuwa yametobolewa vibaya sana. Viongozi pamoja na wananchi waliniuliza ni kipi ambacho kimenitokea hadi kufika katika hatua ile. Nilianza kusimulia kila kitu ambacho kimetokea. Nilisimulia mwanzo mpaka mwisho. Inaonekana Daniel wakati amenipiga na kitu kizito na kunitoboa macho, alinifikia katika sehemu moja ilikuwa na shimo, alinifikia na majani, kwa sababu wakati nakurupuka nilikuwa nimepata hewa nzito na nafikiri alijua tayari nimeshakufa. Basi wananchi wakanionea huruma sana. Wakanipeleka katika hospitali ambayo ilikuwepo karibu na pale. Kufika pale hospitalini, kulingana na hali ambayo nilikuwa nayo, walishindwa kunihudumia. Ikabidi wanikatie rufaa niende katika hospitali kubwa. Baada ya vipimo nikaambiwa, "Violet, mimi siwezi kuona tena kwani macho yangu yameharibika vibaya." Nililia sana. Nililia huku nikijutia maamuzi yangu. Kwa nini niliamua kukubali kuja kuchukua vitu ambavyo Daniel aliniahidi? Kwa nini nilimwamini tena Daniel? Kwa nini nilikubali tena kuwa na Daniel? Kwa nini amenifanyia hivi? Nilimpenda sana Daniel, lakini niliamua tu kukubali kumwacha ende zake ili aweze kutimiza ndoto yake ambayo mimi sikuweza kumtimizia. Lakini bado akaamua kunifanyia hivi, lakini bado akaamua kuniumiza. Alichukua pesa ambazo nilikuwa nazo kidogo, alichukua simu zangu zote. Basi nikaomba msaada ili niweze kupata mawasiliano kule nyumbani. Basi nikampigia simu mama yangu. Mama yangu baada ya kupokea simu akaniambia, "Vipi Violet? Nimekutafuta wiki nzima, hupatikani. Au tayari umesharudiana na mume wako? Tayari sisi umeshaanza kutuona takataka." Mimi nikaanza kulia. Nikasema, "Mama, asante. Hichi ndicho ambacho mama yangu alikuwa anakitaka. Huu ndio ushauri ambao ulinipa mama yangu." "Si ndio mama? Mama, nilikuuliza kwamba mimi ni binti yako au ni binti wa jirani yako au ni mtoto ambaye uliniokota, ulipewa tu ili unilee." Mamangu akaniambia, "Kwa nini Violet? Mbona leo unaongea katika maumivu makali? Ni kitu gani ambacho kimekukuta?" Nikamwambia, "Mama, Violet, mimi ambaye mara ya mwisho nimekuja kuwaleta watoto kwako, nilikuwa na macho yangu mawili. Nilikuwa ni mzima wa afya mamangu. Violet, mimi wakati nakuja hapo kabla hujaniambia nirudiane na Daniel, nilikuwa niko mzima mama. Nilikuwa ni mzima kabisa. Mama, Daniel alitaka kuniua. Daniel alidhamiria kuniua. Mama, Daniel alinivamia, amenitoboa macho mama. Sioni tena. Violet, mimi mtoto wako nimekuwa kipofu. Siwezi kuona tena. Siwezi kuona wanangu. Siwezi kuona mambo yote ambayo yanaendelea katika ulimwengu. Nitafanya nini mamangu? Wakati mimi ndiye ambaye nilikuwa tegemezi kwa watoto wangu. Mimi ndiye nilikuwa tegemezi kwa familia yangu. Umenifanya nini mama? Hichi ndicho ambacho ulikuwa unakitaka. Ulikuwa unataka niuawe kwa Daniel. Hiyo ndio furaha yako. Haya ndio mapenzi. Huu ndio uvumilivu mamangu. Hizi ndizo changamoto za ndoa. Mbona wewe umepitia changamoto nyingi za ndoa, lakini hujawahi kuwa kama mimi mama yangu? Kwa nini ulikuwa unanishauri binti yako nipitie katika magumu kama haya? Kwa nini mama yangu? Kwa nini umenifanyia hivi mama yangu? Mama akaniambia, "Unasemaje Violet? Mwanangu umekuwa kipofu. Unasema Daniel yeye ndo amesababisha uwe kipofu? Alitaka kukuua? Mbona kama sikuelewi Violet? Unaongea kweli au unanitania? Unataka uniambie kijana yule ndio katili kiasi hicho?" Jamani mwanangu, pole
pole sana, kwa hiyo saizi uko wapi? Nikamwambia mama, saizi niko kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Huyu baba ndiye ambaye amenisaidia tangu mwanzo wa tukio langu mpaka mwisho. Mama akaniambia, sawa binti yangu, basi ngoja niangalie namna gani ya kufanya tuweze kuja kukuchukua huko. Nikamwambia sawa mama. Basi baada ya siku moja kupita, alikuja kunichukua na kunirudisha nyumbani. Kila mtu alishangaa kile ambacho kimenitokea, lakini nilikuwa sina jinsi. Maisha yangu nikajiona kabisa mimi Violet na kufa ingali nikiwa maskini. Mapenzi yamenifanya niwe mlemavu wa kudumu, kwa sababu bila mapenzi Violet mimi ningebaki na macho yangu mawili. Nitafanya vipi kazi? Nitaizoea vipi hali hii? Japo mama yangu mara zote alikuwa akiendelea kuniomba msamaha, akisema kwamba nisamee sana binti yangu, nisamee mimi mama yako, nisamee sana binti yangu. Hata sijui ni shetani gani ambaye amenipitia. Sikujua kwamba na kuingiza katika mtu wenye mamba. Samahani sana mwanangu, na kuhakikishia nitapambana kwa kila hali niweze kukuhudumia wewe pamoja na watoto wako. Nitafanya kila njia binti yangu uishi katika mazingira mazuri. Nitafanya kila njia uishi maisha mazuri zaidi ya yale ambayo ulikuwa unajipambania. Mama yako bado nina nguvu. Nitafanya kila njia. Pole sana mwanangu. Nikamwambia sawa mama. Haya ndio maisha na haya ndio ambayo uliyataka. Nafikiri hali hii itakuwa ni fundisho hata kwa mama wengine ambao wanawang'ang'aniza watoto wao kubaki katika ndoa zenye maumivu ili mradi tu kulinda heshima ya familia zao. Basi wanasema mkono wa sheria ni mrefu. Daniel alikimbia kujificha baada ya tukio lile, lakini Mungu si athumani, alikamatwa na akatiwa nguvuni, akashtakiwa kwa kosa la kujaribu kutaka kuniua Violet mimi. Na hayo ndio maisha yangu, na hivyo ndivyo Daniel alivyonifanyia Violet mimi. Mpaka muda huu tayari ni kipofu, sina macho tena, sioni chochote kinachoendelea. Siku zote huwa najiuliza, kwani katika maisha hakuna likizo kwamba mtu aende akapumzike alafu baadaye arudi? Kwani hivi ndivyo ambavyo nimezaliwa Violet mimi nije niishi? Kwani haya ndio maisha ambayo niliandikiwa Violet mimi nije niaishi? Mbona wengine wanaishi vizuri, wanapambana, lakini mwisho wa siku wanakuja kufanikiwa kulingana na juhudi zao? Nilimpenda sana Daniel na sikuwahi kupoteza hisia juu yake, lakini nilipogundua tu kuwa hanitaki, niliamua kuondoka na kuwa mbali na yeye kabisa. Lakini mama yangu alining'ang'aniza niweze kurudiana naye, na haya ndiyo matokeo niliyoyapata. Naam, na huo ndio mwisho wa simulizi yetu pendwa inayokwenda kwa jina la Sitokusahau. Je, umejifunza nini kulingana na simulizi hii? Usikose kufuatilia simulizi nyingine mpya. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Na huo ndio mwisho wa simulizi inayokwenda kwa jina la Sitokusahau.